Guys. Leo naomba tuzungumze tena kwa mara nyingine, hasa kwa wale ndugu zangu ambao ni team Marekani, team Israeli. Leo tuzungumze kwa fakti zifuatazo. Tunaanza moja kwa moja kwa kukumbushana hapo nyuma ilikuwaje. Moja, nyie wa Marekani, nyie na wa Israeli, wakati mnaanzisha ile vita, lengo kuu, msingi mkuu ilikuwa ni kufanya regime change, kubadilisha uongozi wa kizalendo wa pale Iran na kuleta uongozi wa kibaraka, kama ambavyo mmezoea kufanya hiyo michezo yenu kwenye mataifa mengine huko Afrika, sijui Venezuela, sijui Libya na kwingineko kote. Safari hii imekula kwenu. Moja, regime change imefeli. Katika hicho kitengo cha regime change, Irani yeye alikuwa na sera yake ya kuhakikisha anadumisha uongozi wake. Je, tuulizane katika hicho kipengele, nani mshindi hapo? Hapo mshindi ni Irani, kwa sababu ameweza kulinda uongozi wake na serikali yake madhubuti ya wasomi. No comedian pale. Hakuna Trump pale, comedian sijui na Zelensky sijui pale. Umeweza kudumu licha ya kwamba umeua watu nini na nini. No, Irani ni mfumo, Irani ni nchi, Irani sio mtu. That's good. Hongera sana Mojtaba Khamenei. Tunaenda lengo la pili. Wazayuni na wa Marekani walitakaje? Ilikuwa ni kuchukua uranium iliyorutubishwa kwa 60% ya Iran. Je, wamefanikiwa? Walijaribu ile siku ya Jumamosi kwa mke Jumapili ya Pasaka, wakijaribu kwenda kuiiba kwa kisingizio kwamba wanaenda kumuokoa rubani wao. Je, wamefanikiwa? Walienda kule na mandege zaidi ya 150, wafanyakazi zaidi ya 300, wote wakiwa wanahangaika kupambana kwa ajili ya kuchukua ile uranium ambazo ni kilogramu 400 zilizorutubishwa, ambazo wao waliamini zinahifadhiwa katika ile kinu cha nyuklia cha Isfahan. Je, wamefanikiwa? Katika hilo, Irani lengo yake ilikuwa ni hakuna kukabidhi ile uranium kwa mtu yoyote yule. Yaani hakutaka kukabidhi kwa mtu yoyote. Hilo lengo limefanikiwa. Marekani amechukua nini pale? Hakuna alichokichukua. Nyie wa Marekani wa mchongo, nyie wa Marekani wa huko wapi huko nani huko Misenyi huko, tunaelewana? Nyie wa Marekani na Waisraeli wa Mbande huko, tunaelewana? Nyie watu wa Horohoro huko, tunaelewana? Nyie watu wa Mtukula, tunaelewana? Nyie wa Marekani wa Mtukula huko, tunaelewana? Hiyo 2. 3, walitaka kuhakikisha wanaufungua mlango wa Hormuz baada ya Irani kutangaza ameufunga. Irani hapo akashikilia bomba, amekaba koo pale. Baada ya kukaba koo pale, maumivu yake tunayasikilizia mpaka kule kwetu kule na Mtumbo kule ndani Songea kule, wote tumesikilizia. Ulaya ndo tayari walishaangusha mpaka Kimba kabisa, kutokana na ile loba ile aliyominya yule bwana Irani pale. Huo ni ukuu. This is tunaita geographical advantage. Katika hilo kuna meli iliyokatisha pale bila maelezo ya Irani ikawa salama. Trump alileta ngonjera zake nyingi sana, anataka kufungua pale, hizi tu pakaenda pakarudi. Kiko wapi? Tuulizane, tujibishane hapo. Lakini katika hilo lengo la Irani limetimia, kwamba ameziba pale na hakuna aliyopita. Twende kwa upande wa Irani. Irani yeye alisema vita ikianza nitashambulia maslahi yote ya Marekani pale Mashariki ya Kati. Tuulizane, kuna kambi ya Marekani pale Mashariki ya Kati ipo salama, ambako kusema sasa hivi ina wanajeshi wamekaa pale, wanataka kuendelea na operesheni zao za kila siku chonganishi pale Mashariki ya Kati sasa hivi.
Muitaje kama je kweli wanaume. Mmekutana na wanaume. Marekani amezoea kupigana na watu waliokuwa na poor industrial complex. Irani ni advanced industrial complex nation. Wana uwezo wao na teknolojia kubwa za kijeshi. Hivi nyinyi mmeshajiuliza kwa nini watu wa Ulaya wamegoma kuingilia hiyo vita? Wanajua Irani sio Venezuela. Irani sio Libya. NATO wenyewe walikuwa pale kwenye kambi zao za Iraq. Wamechochola asubuhi kwa upe. Wameona mzigo acha kabisa. Wewe baba uliuanzisha, utajua mwenyewe. Trump anatafuta msaada mpaka kwa Korea Kusini, anaomba msaada. Anaomba msaada mpaka China. Anaomba msaada. Aliitisha kikao hapa cha viongozi wa Afrika kwa ghafla, sijui nako pia alikuwa anataka kutuomba msaada. Sisi tuko Afrika ipo na Iran. Afrika ipo na Iran. Kwa sababu Afrika tunajua haki ni nini. Kina Nyerere alitufundisha haki ni nini. Hiyo nani? Kuna kambi pale imekaa pale? Hamna. Haya, mtuambie malengo yaliyotimiza ni yapi? Haya, usitishaji wa vita sasa hivi umekuja. Trump alichokifanya, ameandika memo kwenda Islamabad kwa huyu Pakistan na kumwambia, sikiliza, embo andika petition, jifanye wewe unaniomba mimi kwamba tunaomba usiishambulie Irani. Yani amegeuza mchezo sasa, amemwambia wewe embo andika barua unaniomba mimi nisishambulie Irani. Alafu baadaye mimi niikubali hiyo haraka. Ako kama mchezo, watu tumeshakashtukia kwamba aliyeomba huu mchezo usitishwe ni Iran. Ni Marekani kupitia Pakistan. Je, tuulizane. Mwanzoni kabisa kama siku 10 hivi za vita, si ni Trump ndo aliyokuwa anasema kwamba Irani wanaomba mazungumzo na sisi ila sisi tumekataa. Baada ya siku 5 mbele tunakuja kuona wazi Marekani anaomba naomba tuzungumze, tufanye mazungumzo. Haya, leo hii amekubaliwa anachokitaka, lakini amepewa masharti yale. Moja, kupewa hakikisho la kudumu kwamba Irani haitovamiwa tena. 2, kuhakikisha kutojadiliwa kwenye hayo mazungumzo, kutojadiliwa masuala yote yanayohusiana na nyuklia ya Irani na masuala yote yanayohusiana na project zote za makombora, missile projects za Iran zote zisiguswe. 3, Marekani na vibaraka wake pale aondoe kambi zake zote, asikalie pale Mashariki ya Kati. Kwa sharti hilo la 3 tu hilo hapo, unakuja ukuta kwamba huyu ni superpower ambaye anatoa masharti kwamba Marekani aondoke kwenye eneo au himaya ya Iran. Kwa kiufupi, mwisho wa vita hii ni kwenda kumsimika rasmi Irani ndiye anakuwa superpower wa Middle East. Hilo nyinyi wa Marekani wa misenyi, mkubali mkatae, haiwezekani. Hilo limeshapita. Irani ndiyo superpower wa Middle East. Hiyo tukubali tukatae. Yani wewe panda juu shuke, Irani ndiyo superpower. Lakini tutajiuliza kwa nini Irani anashambuliwa? Irani anashambuliwa kwa sababu ni nchi ambayo imekataa kutawaliwa. Irani ni nchi ambayo haitaki ukibaraka wa aina yoyote. Irani imesema kwamba my resources is my resources. They will benefit the people of Iranian people. Sasa leo anakuja mtu tu sijui nini sijui. Haya, Hormuz imefunguka. Hormuz itafunguliwa, lakini kwa masharti ya Irani. Nani mshindi hapo? Kiufupi kwenye hii vita mpaka inasitishwa, maana yake Irani ndio mshindi. Irani ndiye mshindi na rasmi tunamsimika kama ndio superpower wa Middle East. Katika hilo naomba tuelewane. Kwa hiyo Marekani kiufupi amejiaibisha. Yaani kiufupi Marekani amejiaibisha. Amezoea kuwachezea watu wadhaifu. Lakini sio Irani. Irani baba ina miaka zaidi ya 6,000. Ndani ya miaka 200 Irani hajamuonea mtu
lakini Irani hajatawaliwa. Kwa hiyo lazima muangalie historia ya watu, sio mnakurupuka tu. Alafu wale sio Waarabu au Waafrika ambao ni masnichi, ukishawahonga tu hela kidogo wanabadilika, wanaanza kuwasaliti mpaka wazazi wao waliowazaa. Irani is the superpower. Irani ni self-developed country. Imagine, ni nchi ambayo imefungiwa zaidi ya miaka 40, lakini wameweza kutengeneza wasomi wakubwa, sayansi kubwa, hayo trajectory science yamefanyika ya kutosha. Wana makombora missiles, na wanatuambia kwamba wana uwezo wa kurusha kilomita 2000. Probably mimi na uhakika kwa kinachoendelea wana uwezo wa kupiga zaidi ya hapo. Unafikiri Irani ni wajinga? Walijua wakati huu mchezo unaanzia Iraki, unakuja sijui Libya, Syria, alijua the next ni mimi. Sasa huyu ameshamshindwa, na wangemuweza huyu Irani, maana yake kwamba walikuwa wanafuata kwenda kumwangusha Uturuki. Sasa ngoma imedinda hapo. Wale watu ni wamoja, wametangaza kushambulia miundombinu yote, wananchi wameenda kwenye ile miundombinu wamekaa. Sasa hiyo kuna watu wenye akili nyepesi wanasema kwamba Irani imetumia raia kama human shield, kama ngao. Kwani wale raia ni wa wapi? Wale raia si ni wa Irani au wale ni wa Marekani wale? Kwamba Irani ameenda kuwachukua raia wa Marekani na kuja kuwaweka kwenye yale madaraja. Unapokuwa mwananchi wa nchi yoyote, wewe ni mwanajeshi wa hiyo nchi, na ni lazima na ni wajibu wako kufa kwa ajili ya kulinda rasilimali za nchi hiyo. Kwa ajili ya kulinda rasilimali za hiyo nchi. Sasa mtu anakuja tu from nowhere eti sijui Irani anatumia wananchi kama human shield. Sawa, wale ni wa Irani. They are in this country to protect their country. The country with the population of almost 90 million people. Hilo sio taifa la kitoto. Sio taifa la kitoto kabisa. Ni taifa linalosimamia haki yake. Angalia mfumo wake wa utawala. Sasa hapa tujifunze sisi wengine wa Afrika na mataifa yetu mengine jinsi ya kuseti mfumo wa viongozi, na demokrasia hii tuliokuwa nayo tuitafakari vingine. I'm out. This is Prota mwenye G zake. Good afternoon.